Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na muda huu mpendwa msikilizaji, napenda kumshukuru Mungu kwa neema aliyotupa ya kuendelea na maombi yetu siku ya leo. Hivyo mtu wa Mungu, ninaomba muda huu ukaribishe wapendwa wako, watu wako wa karibu, ndugu, rafiki na jamaa zako. Waambie ya kwamba maombi yetu ya siku ya leo yamekwisha kuanza, hivyo waweze kujumuika na kuomba kwa pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, siku ya leo utaona ushuhuda kwenye maisha yako. Mkono wa Mungu utakuja juu yako, utakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, naomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu, ninakushukuru kwa ajili ya utukufu wako. Ninasema asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuwa na maombi yetu tena siku ya leo. Hivyo Mungu wangu na Baba yangu, ninakukaribisha tena mahali hapa. Ninaomba ukatusaidie watoto wako, ninaomba ukatufundishe neno lako. Ninaomba ukatufundishe neno la wakati, neno litakalotusaidia kwenye nyakati hizi, neno litakalotusaidia kwenye mwaka huu wa ushindi, neno litakalotupa kibali, neno litakalotupa amani, neno litakalofumbua matatizo yote kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ninakutukuza, ninasema asante katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, muda huu kwa wewe ambaye unaandika, ninaomba uandike kichwa chetu cha somo la usiku wa leo ambacho kinasema maombi ya kunyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mwaka ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Kwa wewe unayeandika, basi ninaomba andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo, maombi ya kunyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mwaka ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Ndugu msikilizaji, naomba twende moja kwa moja kwenye neno. Dada Krista, naomba nisomee Zaburi ya 24 mstari wa 7. Zaburi 24 mstari wa 7. Inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema hivi: inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Nimekwambia ndugu msikilizaji, kichwa chetu cha somo kinasema maombi ya kunyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mwaka ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Na andiko linaanza kwa kusema inueni vichwa vyenu enyi malango. Lengo la ili lango kuinua vichwa vyao ni ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Kwa hiyo usiku wa leo, mtu wa Mungu, tunapoenda kuombea lango letu la mwaka, tunaenda kuhakikisha linamuingiza mfalme wa utukufu kwenye mwaka wetu kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nimekwambia tunaenda kunyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu tutakayoinyunyiza kwenye lango la mwaka, hiyo damu ya Yesu itakusaidia kumuingiza mfalme wa utukufu kwenye mwaka wako. Mtu wa Mungu, nisikilize kwa makini, utanielewa sana. Nimekwambia ndani ya huu mwaka utamuona Mungu kwa ajabu sana. Kila ulilokuwa unalitafuta kwenye maisha yako kwenye miaka mingine ukalikosa, ndani ya mwaka huu hakuna, mtu wa Mungu, hakuna jambo lolote, hakuna kitu chochote utakachokitafuta na utakikosa. Kwa nini ninao uhakika, mtu wa Mungu, utakipata? Ni kwa sababu mwanzoni mwa mwaka
unamuingiza mfalme wa utukufu kwenye mwaka wako, na huyu mfalme wa utukufu atapitia kwenye lango. Mtu wa Mungu, ninapozungumzia lango, na maanisha ni sehemu iliyopo kwenye ulimwengu wa roho inayoweza kumruhusu Mungu apite, aje kwenye maisha yako na akupe vitu unavyopaswa kupewa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposoma hili andiko, neno la Mungu linasema, mwimba Zaburi anasema kwenye hii Zaburi ya 24 mstari wa 7, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Kwa hiyo unamuona huyu mwimba Zaburi anasema na malango, na anayaambia haya malango, inukeni. Lengo la nyinyi malango kuinuka ni ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Na sisi mtu wa Mungu, lengo la kunyunyiza damu ya Yesu mwanzoni kabisa mwa mwaka wetu huu, mtu wa Mungu, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, naomba nisomee andiko hili kwenye Biblia ya Habari Njema. Zaburi 24 mstari wa 7, Biblia ya Habari Njema. Fungukeni enyi milango, fungukeni enyi milango ya kale, ili mfalme mtukufu aingie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma kwenye Biblia ya Habari Njema, ameelezea kwa undani kidogo. Neno la Mungu linasema, anasema fungukeni enyi milango, fungukeni enyi milango ya kale, ili mfalme mtukufu aingie. Kwa hiyo mtu wa Mungu, maana yake nini? Kuinua vichwa ni kuambia malango funguka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mwanzoni mwa mwaka huu, kabla hujafanya jambo lolote, unayaambia malango yako funguka. Amen. Unasema na lango lako la mwaka funguka. Amen. Kwa nini nataka ufunguke? Haina maana ufunguke uniingizie mambo mengine, hapana. Nina lengo na mfalme wa utukufu. Amen. Nina lengo na mfalme wa utukufu. Amen. Nataka apite mwanzoni mwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka aingie kwenye maisha yangu mwanzoni mwa mwaka. Nataka asimame kwenye malango yangu mwanzoni mwa mwaka. Amen. Ukisoma Zaburi 24 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, ni nani mfalme wa utukufu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunaelezewa mfalme wa utukufu ambaye anapaswa apite kwenye lango. Tunafafanuliwa huyu mfalme wa utukufu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena anauliza, ni nani mfalme wa utukufu? Manake ni nani huyu mfalme wa utukufu? Ana sifa zipi? Ana muonekano upi? Anatufafanulia, anasema Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Mtu wa Mungu, huyu mfalme wa utukufu ambaye tumemkusudia apite mwanzoni kabisa mwa mwaka kwenye lango letu ni Bwana hodari, Bwana hodari wa vita. Amen. Kwa hiyo ninatamani tufikirie kwa muda mfupi kwenye hili lango la mwaka mwanzoni, tunapoliombea na kunyunyizia damu ya Yesu, tunapotamka lifunguke, tunapotamka liwe tayari kumpokea Bwana mfalme wa utukufu, na tunaelezewa sifa zake hodari, hodari wa vita. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Kwenye mwaka wako wote hautashindwa. Amen. Kwenye mwaka wako wote hautakuwa mnyonge. Amen. Kwenye mwaka wako wote hautakuwa mchache. Amen. Kwenye mwaka wako wote hautakuwa maskini. Amen. Kwenye mwaka wako wote hautakuwa mdogo. Amen. Kwenye mwaka wako wote hautasumbuliwa na nguvu za giza. Amen. Kwa sababu gani? Bwana mwenye nguvu, hodari. Maana yake nini? Mshindi. Amen. Aliyepigana vita vyote akavimaliza. Amen. Aliyepigana na watu wengi akashinda. Amen. Aliyehakikisha akianza safari anaimaliza. Ndio huyu tunamuingiza leo kwenye hili lango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunamuingizaje kwenye hili lango?
Tunalifunguaje hili lango? Tunaliambiaje lango, inua vichwa vyako, mfalme wa utukufu apate kuingia? Tunasemaje na hili lango la mwaka likatusikie, likafanye tunalolitaka? Kwa sababu mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema hivi, na malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Mtu wa Mungu, unapataje utajiri kwenye maisha yako? Unapata utajiri ni pale malango yako yanapokuwa wazi. Amen. Na mimi leo nimekuambia tunataka lango la mwaka liwe wazi. Amen. Manake nini? Lango la mwaka likiwa wazi kwenye maisha yako, kwa hiyo kwenye mwaka huu, mtu wa Mungu, malango yako yote yatakuwa wazi daima. Amen. Hayatafungwa mchana wala usiku. Amen. Kwa hiyo chochote unachokifanya ndani ya mwaka utafanikiwa. Amen. Chochote utakachokifanya mwezi wa kwanza utafanikiwa. Amen. Utakachokifanya mwezi wa pili utafanikiwa. Amen. Utakachokifanya mwezi wa tatu utafanikiwa. Amen. Utakachokifanya mwezi wa sita utafanikiwa. Amen. Utakachokifanya mwezi wa 10 utafanikiwa. Amen. Utakachokifanya mwezi wa 12 utafanikiwa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu tunaye Bwana hodari wa vita, mfalme wa utukufu, kwenye lango letu mwanzoni mwa mwaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja tuendelee kidogo. Naomba nisomee Waebrania 9 mstari wa 18. Waebrania 9 mstari wa 18. Kwa hiyo hata lile la kwanza alikuanzwa pasipo damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko, neno la Mungu linasema, kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Na sisi, ndugu msikilizaji, tupo mwezi wa kwanza. Tunatamani kuanza mambo mengi sana. Tunatamani kukamilisha mambo mengi sana. Tunatamani kuona Mungu akinyoosha mapito yetu. Tunatamani kuona Mungu akitusaidia tena. Vile vilivyoharibika avitengeneze tena. Mwaka huu uwe mwaka wa kicheko kuliko miaka mingine. Sasa Waebrania anatueleza siri. Mtu wa Mungu anasema hivi, kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Manake nini? Vyote vilizaliwa ndani ya damu ya Yesu. Amen. Vyote vilitengenezwa ndani ya damu ya Yesu. Amen. Vyote vilishinda ndani ya damu ya Yesu. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mwanzoni mwa mwaka huu tunaanza vitu vyote ndani ya damu ya Yesu. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, lango letu la mwaka linafunguka pale linapoiona damu ya Yesu. Amen. Ndio maana inasema hivi, kwa hiyo hata lile la kwanza alikuanzwa pasipo damu. Kwa hiyo tunapoichukua hii damu ya Yesu, tunapoenda nayo kwenye lango la mwaka, tunapoipaka kwenye lile lango halina budi kufunguka. Amen. Lile lango halina budi kuwa upande wako. Amen. Kwa hiyo linapofunguka, mfalme wa utukufu atakapoiona ile damu anapita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakapoiona ile damu anaingia. Amen. Atakapoiona ile damu, Bwana hodari wa vita anakaa. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili lango linainukaje? Linainuaje vichwa vyake? Kwa kupaka damu ya Yesu kwenye miimo ya milango. Usiku wa leo tunapaka damu ya Yesu kwenye lango la mwaka. Tunaanza na damu ya Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba nisomee Waebrania 10 mstari wa 19 hadi wa 20. Waebrania 10 mstari wa 19 hadi wa 20. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Nimekusomea kwenye Zaburi ya 24 mstari wa 7. Anasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ukisoma kwenye hiyo Waebrania 10:19 anasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu
kwa damu ya Yesu. Maanake nini? Ujasiri tulio nao wa kuliendea lango la mwaka na kuliamuru litufungukie na kuliamuru liwe upande wetu na kuliamuru litupitishie baraka zetu. Ujasiri huo unapatikana ndani ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuamuru ya kwamba malango funguka. Amen. Ndiyo, kwenye hii Zaburi habari njema anasema fungukeni milango. Tunaiambiaje? Tuna ujasiri ndani ya damu ya Yesu wa kuingia patakatifu. Kwa hiyo tunao ujasiri wa kuamuru lango la mwaka litufungukie kwa sababu ya damu ya Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, kwa nini tunataka lango la mwaka lifunguke? Ni ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapo watu, mtu wa Mungu, kwenye huu mwaka wapo kwa waganga wa kienyeji, wanamwaga damu za wanyama, wanatoa kafara za watu, wanatoa kafara za maiti, wanafanya mambo ya kushangaza. Kwa nini? Wanapitisha miungu yao kwenye lango la mwaka, kwa sababu imani yao ipo kwenye upande wa giza. Wanataka maisha yao yafanikiwe, wanataka mipango yao itokee, wanataka kuona wanamiliki na kutawala kwenye mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe ndugu msikilizaji, ulio upande wa Kristo Yesu, ulio upande wa nuru na imani hii ya Roho Mtakatifu, nisikilize. Tunao ujasiri wa kuliendea lango la mwaka kupitia damu ya Yesu peke yake. Amen. Na damu ya Yesu ni funguo. Amen. Inafungua malango yote, na yeyote atakayeishika damu hii ataenda nayo kwenye lango la mwaka, akaamuru ya kwamba pafunguke, ataona panafunguka. Amen. Akiamuru malango yote mabaya kwenye maisha yake yafunge kwenye mwaka, ataona yanafunga. Kuna watu kwenye maisha yao wamefunguliwa lango la mwaka upande wa ubaya. Maisha yao ndani ya miaka yote huwa yanakuwa mabaya. Basi kwenye mwanzo huu wa mwaka, mtu wa Mungu, anza na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma mstari wa 20 anasema, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Manake nini? Siku ambayo damu ya Yesu ilimwagika pale msalabani, neno la Mungu linasema ndio ile siku pazia la hekalu lilikatika vipande viwili. Manake nini? Mambo yote yaliyofungwa yalikatwa, mambo yote magumu yalitikiswa, mambo yote yaliyokazwa yaliachiliwa. Kwa nini? Ujasiri unapatikana ndani ya ile damu. Ujasiri manake ni nini? Ni nguvu. Ujasiri manake ni nini? Uhodari. Mtu wa Mungu, naomba unisikilize. Huu ni mwaka wako. Huu ni mwaka ambao Mungu amepanga kukushangaza. Huu ni mwaka ambao Mungu amepanga kukaa na wewe. Huu ni mwaka ambao Mungu amepanga kujibu maombi yako. Lakini neno la Mungu linasema kwenye Ibrania 9:18, kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Usianze jambo lolote ndani ya huu mwaka kama damu ya Yesu hauitumii. Damu ya Yesu iliyo bora, inayofanya kazi, ni ile mtu anayoitumia. Ilimwagika kwa ajili yako, ndiyo. Imeleta nguvu, ndiyo. Imetengua sheria, ndiyo. Imekupa ushindi, ndiyo. Unaipataje? Kwa kuitumia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema malango yapo, lakini mwimba Zaburi anayaambia malango, inueni vichwa vyenu enyi malango, kwa sababu mfalme wa utukufu yupo, anataka kuingia, na nimepanga huyu mfalme wa utukufu apite kwenye lango langu. Kwa hiyo wewe, lango la ukoo wangu hautamzuia. Amen. Wewe, lango la mwaka wangu hautamzuia. Amen. Wewe, lango la miezi yangu hautamzuia. Amen. Wewe, lango la siku hautamzuia. Amen. Wewe, lango la masaa hautamzuia. Amen. Ninakuamuru, funguka. Amen. Inua vichwa vyako. Niko na damu ya Yesu, ninao ujasiri. Damu ya Yesu ilitenganisha pazia la hekalu
Damu ya Yesu ilitikisa vitu vigumu. Damu ya Yesu ilileta tetemeko, mtu wa Mungu. Kila aliyekuwepo alisikia. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Nisikilize. Unapoichukua damu ya Yesu leo, unaposogea nayo kwenye lango lako la mwaka, maana yake nini? Unautikisa mwaka mzima. Amen. Manake nini? Mfalme wa utukufu, Bwana hodari wa vita, anasogea kwenye lango lako. Nasema hivi, hakuna simba angurumaye aliyewahi kunguruma kwenye maisha yako akakutisha, akakuona na hiyo damu akasogea. Kwenye lango lako kunakuwa na mlinzi. Na lango lako linakuwa wazi daima. Halifungwi mchana wala usiku. Watu watapita ndani ya mwaka huu. Amen. Watakuletea ujauzito unaotafuta. Amen. Watakuletea wana unaowatafuta. Amen. Watakuletea dhahabu unazozitafuta. Amen. Watakuletea utulivu unaoutafuta. Amen. Watapita kwenye malango yako. Watanena mema unayoyatafuta. Amen. Nakwambia, wachawi waliokuwa wanasumbua malango ya nyumba yako, utawaona ndani ya mwaka huu wakifa. Amen. Utawaona mambo yakiweka wazi. Amen. Mtu wa Mungu, kile kifungo kikuu kilichofunga familia yenu ndani ya miaka mingine hakitakufunga ndani ya mwaka huu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja nikupeleke mbele, mtu wa Mungu, utanielewa sana. Dada Krista, naomba nisomee Kutoka 12 mstari wa kwanza na wa pili. Kutoka 12 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, angalia kitu ambacho Mungu anazungumza na Musa na Haruni. Anawaambia, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Mungu anazungumza na Musa na Haruni wakiwa utumwani. Mungu anawafutia miaka yote ya maisha yao iliyoliwa na nzige na madumadu na tunutu. Mungu anawatangazia mwaka mpya. Anawatangazia mwaka mwingine mzuri. Amen. Anawatangazia mwaka wa yeye Mungu kuanza kutembea nao. Kwa hiyo nini? Anafuta machozi na hasara ya miaka mingine. Anafuta umaskini na mashaka wa miaka mingine. Anafuta hofu, mauti na huzuni wa miaka mingine. Sasa kuna kitu Mungu anawaambia hawa wana wa Israeli. Nisomee Kutoka 12 mstari wa 7. Kutoka 12 mstari wa 7. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kwa hiyo unaona huku juu Mungu alivyowatangazia mwaka mpya. Mungu alivyowatangazia mwanzo kabisa wa mwaka. Kuna kitu anawaelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye hii Kutoka 12 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi, nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Maana yake nini? Mungu aliwapa maelekezo ya kuchukua damu na kupaka kwenye miimo ya milango. Kama vile ambavyo Mungu ametupa sisi maelekezo ya kwamba mpo kwenye mwanzo wa mwaka. Sasa kabla hamjaenda sehemu nyingine yoyote, chukueni damu ya Yesu, ambayo kwa hiyo damu tunao ujasiri wa kupaendea patakatifu pake. Pakeni kwenye lango la mwaka, kwa sababu mtakapopaka, mfalme wa utukufu atapata kuingia. Mfalme wa utukufu atapata kukaa kwenu kwa jina la Yesu Kristo. Naomba nisomee Kutoka 12 mstari wa 12 mpaka wa 13. Kutoka 12 mstari wa 12 mpaka wa 13. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana.
Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu nisikilize. Neno la Mungu linasema kwenye Kutoka 12:13, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema na wana wa Israeli ya kwamba wapake damu kwenye miimo ya milango ili yeye Mungu apite. Mtu wa Mungu, nimekueleza tunapaka damu kwenye lango la mwaka ili mfalme wa utukufu apite, mfalme wa utukufu apate kuingia. Na Mungu anasema nao wana wa Israeli kipindi kile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba nitakapoiona damu usiku unapita. Kwa hiyo damu ilimfanya Mungu apite. Lakini Mungu anapopita kuna vitu vinatokea. Anasema nitapiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazaliwa wa kwanza wa Misri, wa wanadamu na wa mnyama. Manake nini? Kuna mauaji yatatokea. Manake nini? Kuna ghasia zitatokea. Manake nini? Kuna watu walikuonea miaka yako ya nyuma yote. Mungu amepanga ndani ya mwaka huu wapige. Mungu amepanga ndani ya mwaka huu wasambaratishe. Sasa anataka aione damu ili wewe na nyumba yako muwe salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu, mtu wa Mungu, tunapaka usiku wa leo. Tunapaka kwenye lango letu la mwaka. Na baada ya kupaka tunamwambia mfalme wa utukufu, angalia kwenye lango letu la mwaka. Tumekukaribisha wewe, ingia. Na Mungu atakapoingia atafanya vita na vitu vyote vilivyokuumiza, na addiction zote zilizokusumbua, na watu wote waliokuloga, na watu wote waliokuonewa, na uovu wote uliokusumbua miaka yako yote. Mwaka huu, mtu wa Mungu, hautafanana na miaka mingine yote uliwahi kupitia. Neno la Mungu linasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika siku zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Mtu wa Mungu, damu tutakapoipaka usiku wa leo kwenye lango la mwaka, baada ya kuipaka hatutapatwa na pigo la uharibifu wowote ndani ya mwaka wetu huu kwa jina la Yesu. Amen. Hatutapatwa na mabaya yoyote ndani ya mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Nasema mtu wa Mungu, hautakumbwa na roho ya madeni tena kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tutakapoipaka kwenye hili lango la mwaka, mtu wa Mungu, nasema mwezi wako wa kwanza utakuwa salama. Amen. Nasema mwezi wako wa pili utakuwa salama. Amen. Nasema mwezi wako wa tatu utakuwa salama. Amen. Mwezi wako wa 4 utakuwa salama. Amen. Mwezi wa 5 utakuwa salama. Amen. Mwezi wa 6 utakuwa salama. Amen. Mwezi wa 7 chochote unachokitaka utakipata. Amen. Mwezi wa 8 lolote ulokuwa unamuomba Mungu atakupa. Amen. Mwezi wa 9 vifungo vyote vilivyo vikufunga vitafunguka. Amen. Mwezi wa 10, mtu wa Mungu, utakuwa salama. Amen. Mwezi wa 11 utakuwa salama. Amen. Mwezi wa 12 utakuwa salama. Amen. Nasema mtu wa Mungu, hautashindwa kama ulivyowahi kushindwa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu lango letu la mwaka tumemkabidhi Mungu. Mfalme wa utukufu, Bwana hodari wa vita. Mtu wa Mungu, kila kilichowahi kukula kwenye maisha yako utakiona kinaliwa. Amen. Kila kilichowahi kukuharibu kwenye miaka mingine utaona kinaharibiwa. Amen. Neno la Mungu linasema wana wa Israeli walikaa utumwani miaka mingi, lakini kuna siku Mungu alikuja mwanzoni kabisa mwa mwaka akawaambia, mwezi huu utakuwa ni mwezi wa mwaka kwenu, utakuwa ni mwezi mpya wa miaka kwenu. Mtu wa Mungu, baada ya pale anawapa damu. Na neno la Mungu linasema vyote vilianzwa ndani ya damu yake. Hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Mtu wa Mungu, Mungu akawaambia, na hii damu itakuwa ishara kwenu, nitakapoiona mapigo yote hayatawapata. Amen. Nitapita juu yenu. Amen. Kwa nini ulikuwa unaonewa miaka mingine? Kwa sababu lango lako la mwaka alikuwa na damu ya Yesu. Kwa sababu kichwa cha lango la mwaka akikuinuka,
Kwa hiyo mfalme wa utukufu wa kuingia ndani alibaki nje. Kwa hiyo malango yako siku zote alifungwa. Na malango, mtu wa Mungu, yakifungwa Mungu apiti. Malango yako, mtu wa Mungu, yasipokuwa wazi, destiny helpers unaowatafuta hawapiti. Malango yako, mtu wa Mungu, yasipokuwa wazi, kibali chako kisichozuilika hakipiti. Kwa nini kinatakiwa kipite? Ni malango yako yafunguke. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, tunakiendea kiti cha enzi kwa ujasiri kwa damu ya Yesu. Na ile damu ya Yesu ilipomwagika, neno la Mungu linasema pazia la hekalu lilifunguka. Neno la Mungu linasema hivi, tetemeko lilitokea. Manake nini? Minyororo yote ilikatika. Amen. Manake nini? Magereza yalifunguka. Amen. Manake nini? Misingi ilitikiswa. Mtu wa Mungu, umesumbuliwa na misingi ya uharibifu muda mrefu. Neno la Mungu lipo leo kwa ajili ya kukufungua. Usiku wa leo tunaenda na damu ya Yesu. Amen. Kwenye lango la mwaka. Amen. Usiku wa leo tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye miezi yetu 12. Amen. Usiku wa leo tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye siku 365. Amen. Mtu wa Mungu, nakwambia ndani ya mwaka huu utakuwa salama. Amen. Ndani ya mwaka huu nasema hautapotea. Amen. Ndani ya mwaka huu hautaona mauti za kijinga kwenye nyumba yako. Amen. Ndani ya mwaka huu vifo vya ghafla havitakuja kwako. Amen. Ndani ya mwaka huu nakwambia ukiwa unaondoka kwako. Amen. Ndani ya mwaka huu unyonge sio sehemu ya maisha yako. Amen. Ndani ya mwaka huu kazi ulioitafuta unaipata. Amen. Ndani ya mwaka huu ndoa uliokuwa unaitafuta unaipata. Amen. Ndani ya mwaka huu suluhisho kwenye familia yako linapatikana. Amen. Ndani ya mwaka huu upatanisho kwenye nyumba yako inapatikana. Amen. Yeyote aliyekuwa anatumia sura yako kwa ajili ya mambo mabaya, ndani ya mwaka huu anawekwa wazi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, nyanyua mikono yako, mshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la wakati. Bwana, tunasema asante kwa ajili ya kusema nasi Bwana kwenye majira kama haya. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya damu ya Yesu. Bwana, tunakushukuru maana umekusudia kutusaidia. Bwana, asante kwa ajili ya neno lako Bwana ambalo Mungu umekusudia Bwana tupate ufahamu ili utusaidie Bwana. Tunakushukuru Bwana Yesu. Tunasema asante mfalme wa amani. Tunasema asante. Mtu wa Mungu, nyanyua mikono yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Nanyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kwenye lango la mwaka huu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Kwenye lango la mwaka. Ndani ya mwaka huu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Neno lako linasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mwaka wangu, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mwaka. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye miezi 12. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wangu wa kwanza. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wangu wa pili. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wangu wa tatu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wangu wa nne. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wangu wa tano. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wangu wa sita. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wangu wa saba. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wa nane. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wa tisa. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wa kumi. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wa 11. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwezi wa 12. Nasimama kwenye lango la mwaka. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo ile agano. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo ile ya mwana kondoo. Ile ya mwana kondoo. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye miimo ya milango. Kwenye miimo ya milango. Kwenye lango la mwaka. Kwenye lango la miezi. Kwenye lango la siku. Kwenye lango la dakika. Kwenye lango la sekunde. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe lango. Pokea damu ya Yesu. 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 Wewe lango la mwaka. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Napaka damu ya Yesu kwenye miimo ya milango. Kwenye miimo ya milango. Kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nyunyiza damu ya Yesu kwenye hilo lango la mwaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Bwana, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la
mwaka huu, Bwana, na ruhusu damu ya Yesu ipite. Na nyunyiza damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ile agano jipya, damu ya Yesu Kristo ile ya ukombozi. Na nyunyiza damu ya Yesu Kristo kwa ujasiri. Na nyunyiza damu, napeleka damu, napeleka damu, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Na nyunyiza damu kwenye lango la mwaka, na nyunyiza damu kwenye lango la mwaka, na nyunyiza damu, na nyunyiza damu, na nyunyiza damu, na ruhusu damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye lango la kale, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la milele, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mwaka, sawa sawa na Zaburi. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye malango, ili mfalme apate kuingia, mfalme wa utukufu apate kuingia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na nyunyiza damu ya Yesu ili mfalme wa utukufu apate kuingia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote kilichokuwa kinazuia kwenye lango usiku wa leo, na nyunyiza damu, na nyunyiza damu, napeleka damu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nyunyiza hiyo damu, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza hiyo damu, nyunyiza hiyo damu, damu ya Yesu pita kwenye lango langu, kwenye lango langu, pita kwenye miezi, pita kwenye miezi, pita kwenye miezi, pita kwenye masaa, pita kwenye masaa, damu ya Yesu kwenye lango la mwaka huu, na nyunyiza damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, napaka damu, napaka damu, napeleka damu, napeleka damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Neno lako linasema na wakamshinda kwa damu ile ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nami sasa kwa damu ile ya mwana kondoo na nyunyiza damu ya Yesu kwenye malango, kwenye malango, kwenye malango ya mwaka huu, na ushinda uharibifu, na mshinda yule adui kwa damu ile, damu ya Yesu, kwa damu ile ya mwana kondoo, kwa damu ile ya msalaba, kwa damu ile damu ya agano, kwa damu ile damu ya agano, kwa damu ile damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye mwaka, kwenye mwaka, kwenye mwaka, peleka kwenye miezi, rekomanda damu ya Yesu kwenye miezi 12, napeleka damu ya Yesu kwenye siku 365, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye miezi, kwenye miezi, kwenye miezi, napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu kwenye wiki, kwenye wiki, napeleka damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo ile mwana kondoo, 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 na mshinda yule adui kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ile ya mwana kondoo ambaye alichinjwa, ambaye alichinjwa akamwaga damu yake, damu ile ya ukombozi, damu ile ya ukombozi, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye lango, kwenye lango, kwenye lango, kwenye lango la mwaka, na nyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye kizazi cha lango, la umwaka, chochote kinachotakiwa kunizalia, kinazaliwa langoni kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema malango yako yatakuwa wazi, hayatafunga mchana wala usiku, ili watu wapate kuniletea utajiri wa mataifa usiku wa leo.
nanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya kizazi changu, nakataa utasa kwenye mwaka wangu, nakataa hasara kwenye mwaka wangu, nakataa uharibifu, nakataa mauti kwa jina la Yesu. Kila mapigo ya ghafla ya kishetani ya kipepo na yakataa kwenye mwaka wangu kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya ardhi yangu, na mimi natamka ndani ya mwaka huu ardhi yangu utanizalia mema, utanizalia yaliyo ya ushindi, utanizalia yaliyo bora. Nakataa manyonge, nakataa hafifu, nakataa vilivyoisha, nakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila maneno ya hasara, kila maneno ya mauti, kila maneno ya laana niliyotamkiwa malangoni usiku wa leo nayafuta kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la muda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe muda, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu. Natamka ndani ya mwaka huu muda hautanizuia, muda hautanizuia kwenye lango langu, bali muda utakuwa upande wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye vipindi, nyakati, nusu wakati kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Majira ya viangazi, majira ya vipupu, majira ya jua, majira ya mvua kwa jina la Yesu. Natamka ndani ya mwaka huu utakuwa upande wangu, utakuwa upande wangu, utakuwa upande wangu, hautanizalia mapooza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi yangu, kwenye ardhi yangu, kwenye malango ya ardhi yangu ndani ya mwaka huu, ndani ya mwaka huu ninamiliki na kutawala kwa jina la Yesu. Ndani ya mwaka huu ninasherehekea, ndani ya mwaka huu ninakuwa mzima, ndani ya mwaka huu ninaonekana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya uchumi, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya uchumi. Nitashika mali, nitashika uchumi, nitashika baraka, nitashika mafanikio kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu pita sasa kwenye malango ya malango ya malango ya kizazi. Ndani ya mwaka huu mimi ni mshindi, ndani ya mwaka huu mimi natawala, ndani ya mwaka huu mimi naonekana, ndani ya mwaka huu nitaolewa, nitafanya kazi, nitamaliza, nitashinda, nitakuwa na afya, nitaweza, watoto wangu watabarikiwa kwenye malango yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uchawi kwenye malango yangu ndani ya mwezi nimeuzuia, ndani ya mwezi wa kwanza, ndani ya mwezi wa pili, ndani ya mwezi wa tatu, ndani ya mwezi wa nne, ndani ya mwezi wa tano, ndani ya mwezi wa sita. Nasema hakutakuwa na uchawi, hakutakuwa na uchawi, hakutakuwa na uganga, hakutakuwa na mharibu mimi, hakutakuwa na mharibifu yoyote atakayepita kwenye malango yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natamka kwenye lango la mwezi wa 7, la mwezi wa 8, la mwezi wa 9, la mwezi wa 10, la mwezi wa 11, la mwezi wa 12, hakutakuwa na mapooza, hakutakuwa na ukame, hakutakuwa na ukiwa, hakutakuwa na uchawi kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako. Rekomanda kabade. Peleka hiyo damu ya Yesu kwenye malango. Peleka damu ya Yesu kwenye hiyo miimo ya milango. Peleka hiyo damu ya Yesu kwenye lango lako la mwaka. Peleka hiyo damu ya Yesu kwenye miezi yako 12. Mtu wa Mungu, tafakari hiyo damu ya Yesu. Itafakari hiyo damu ya Yesu. Itafakari hiyo damu ya Yesu. Inapokuja kwenye malango yako, mfalme wa utukufu anapita. Mfalme wa utukufu anapita. Neno la Mungu linasema ni Bwana wa nguvu, Bwana hodari wa vita. Ndiye mfalme huyu wa utukufu. Ndiye anapita kwenye hayo malango. Ndio anaiona damu kwenye malango yako. Anaona damu kwenye lango lako la afya. Anaona damu kwenye lango lako la uhai. Anaona damu kwenye lango lako la ndoa. Anaona damu kwenye lango lako la kizazi. Anaona damu kwenye lango lako la uchumi. Iangalia hiyo damu ya Yesu. Mtu wa Mungu, nyunyiza hiyo damu ya Yesu. Inyunyiza hiyo damu ya Yesu. Nyunyiza kwenye ardhi yako. Na kataa kuzaa mapooza ndani ya huu mwaka. Kataa kuzaa mapooza. Kataa kuzaa machungu. Kataa kuzaa afifu.
udhaifu, kataa kuzaa vinyonge, kataa kuzaa vichache, kataa kuzaa mauti, kataa hayo mapigo ya ghafla, kataa hizo hasara. Mtu wa Mungu, itafakari hiyo damu ya Yesu, inyunyize umuda, inyunyize umuda. Ninapoiongelea damu ya Yesu, wewe tamka na nyunyiza, tamka na nyunyiza, sema na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya agano, na nyunyiza kwenye kichwa changu kinanyanyuka, vichwa changu kinanyanyuka, mfalme wa utukufu anaingia. Rekomanda kabade. Mtu wa Mungu, kataa huo huzuni, kataa hiyo miaka ya huzuni, futa hiyo miaka ya huzuni, futa hiyo miaka ya hasara, futa hiyo miaka ya vilio, futa hiyo miaka ya misiba. Sema ndani ya mwaka huu hautazika watu wako, hautazika wapendwa wako, hautazika mume wako, hautazika mke wako, hautazika watoto wako, hautazika mifugo yako, hautazika maisha yako, hautazika afya yako, hautazika mahindi. Kuna mtu nguvu za giza zimeashiria, nia ya kwamba ndani ya mwaka huu unaondolewa figo, ndani ya mwaka huu unaondolewa maini, ndani ya mwaka huu utaumwa koo, ndani ya mwaka huu utapata kansa. Mtu wa Mungu, nyunyiza hiyo damu ya Yesu kwenye afya yako, nyunyiza hiyo damu ya Yesu kwenye mifupa yako, nyunyiza damu ya Yesu kwenye fahamu zako. Peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu, nyunyiza hiyo damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema hata lile la kwanza alikuanzwa pasipo damu. Usianze mwaka wako huu pasipo damu. Peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu. Kataa mtu wa Mungu uharibifu wa shetani unaofanywa kwenye nyumba yako. Kataa mtu wa Mungu uko kutokwa kwa mimba, kuharibika kwa mimba. Kataa mtu wa Mungu, kataa hizo hasara, kataa hizo talaka, kataa hiyo migogoro, kataa hizo mauti, kataa hizo sifa, kataa hizo addiction, kataa hizo ndoto. Peleka hiyo damu, peleka hiyo damu. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye hizo nyumba, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye hizo familia, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye hivyo mili. Peleka mtu wa Mungu hiyo damu. Kataa hivyo vidonda, kataa hivyo vidonda, kataa hayo magonjwa, kataa hayo magonjwa, kataa huo uchumba sugu, kataa huo uchumba sugu. Peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu. Kataa madeni, sema mwaka huu sitakopa, mwaka huu sitakopa, bali nitakopesha. Kataa mtu wa Mungu, kataa, kataa kufunga biashara, kataa mtu wa Mungu, kataa, kataa hayo maneno ya laana, kataa kwenda kwa waganga. Kataa mtu wa Mungu, sema sitavuta sigara, sitavuta bangi, sitauza madawa ya kulevya. Kataa, kataa. Peleka hiyo damu, peleka, nakupa muda. Peleka hiyo damu, peleka hiyo damu, peleka kwenye hilo lango, peleka kwenye hilo lango. Sema malango yangu yawe wazi, malango yangu yawe wazi, mfalme wa utukufu apate kuingia, mfalme wa utukufu apate kuingia. Rekomanda kabade, rekomanda kabade. Peleka damu ya Yesu kwenye biashara, peleka damu ya Yesu kwenye nyumba yako, peleka damu ya Yesu kwenye hilo eneo lako, peleka damu ya Yesu kwenye hicho kiwanja, peleka damu ya Yesu kwenye hiyo finishing unayotaka kufanya, peleka damu ya Yesu kwenye kuanza, peleka damu ya Yesu, peleka kwenye familia, peleka damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu pita, na kuruhusu pita, na kuruhusu pita, na mwaga damu ya Yesu. Rekomanda kabade, rekomanda kabade. Nasikia ndani yangu Roho Mtakatifu ananiambia niko tayari, niko tayari, niruhusu nipite, niruhusu nipite. Mtu wa Mungu, peleka hiyo damu, peleka hiyo damu. Na dakika chache na mruhusu Bwana wa majeshi apate kupita, na mruhusu Bwana wa utukufu apate kuingia, apate kuingia kwenye nyumba yako. Toa hizo tunguri, toa hizo tunguri, kata hizo irizi, kata hizo irizi, toa hizo kaniki, toa hizo kaniki. Toa mtu wa Mungu, toa, toa mtu wa Mungu. Ruhusu damu ya Yesu ipite kwenye moyo wako. Achana na hayo manunguniko. Huu ni mwaka mpya, mtu wa Mungu. Huu ni mwanzo wa miezi kwetu, huu ni mwanzo wa mwaka kwetu. Tunaanza na damu ya Yesu. Damu inapita, damu inapita, inapangua, 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 inapangua hasara, inaondoa machozi, inakurudishia miaka iliyoliwa na madumadu, inakurudishia miaka iliyoliwa na nzige, inakurudishia miaka iliyoliwa na tunutu, inakurudishia mtu wa Mungu. Damu inaleta urejesho, damu inaleta urejesho, damu inaleta urejesho. Damu ya Yesu pita, pita, rejesha, rejesha, rejesha. Mwangalie huyo baba, mtu wa Mungu, mwangalie huyo baba, Mungu wangu, baba, 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 baba. Rekota bata. Roho Mtakatifu ananiambia niko tayari. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii uliyotupa.
Mimi na watoto wako wote, Baba yangu, Mungu wangu, tumenyosha mikono yetu kwenye nyumba zetu. Mungu, tunasema umbali sio tatizo. Tumenyanyua imani zetu, Baba yangu. Baba, tunakuruhusu mfalme wa utukufu upate kuingia. Tunakuruhusu usiku wa leo, ingia ndani ya nyumba zetu. Tunakuruhusu usiku wa leo, pita kwenye hilo lango la mwaka wetu. Tunakuruhusu Mungu wetu, pita kwenye Januari, pita kwenye Februari, pita kwenye mwezi wa 3, pita kwenye mwezi wa 4, pita kwenye mwezi wa 5, pita kwenye mwezi wa 6, pita kwenye mwezi wa 7, pita kwenye mwezi wa 8, pita kwenye mwezi wa 9, pita kwenye mwezi wa 10, pita kwenye mwezi wa 11, pita kwenye mwezi wa 12. Rekomanda kabade, pita Roho Mtakatifu, pita Bwana, pita kwa jina la Yesu. Pita Bwana mwenye nguvu, pita Bwana hodari, pita Bwana hodari wa vita, pita kwenye malango yetu, pita kwenye lango la afya, pita kwenye lango la uchumi, pita kwenye lango la muda, pita kwenye lango la ardhi, pita kwenye lango la kizazi, pita Baba, pita kwa jina la Yesu, pita kwenye lango la mwaka, pita Baba, pita kwenye lango la familia, pita kwenye lango la sekunde, pita kwenye lango la majira, pita kwenye lango la vipindi, kwa rakamanda kababosha, rekomanda kabade. Na una uwezo wa Bwana umetufunika sana. Rekomanda kabade. Na ruhusu damu ya Yesu ifunike nyumba zetu. Damu ya Yesu ifunike watoto wetu. Damu ya Yesu ifunike vitu vyote tulivyo navyo. Neno la Mungu linasema vyote vilipakwa damu ya Yesu. Vyombo vyote vilinyunyizwa damu ya Yesu. Na nyunyiza damu ya Yesu kila kitu ndani ya nyumba zetu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, ninasimama kinyume na kila roho ya mauti. Nasimama kinyume na kila roho ya ukiwa. Nasimama kinyume na kila roho ya uchungu. Nasimama kinyume na kila roho ya mashaka. Nasimama kinyume na kila roho ya kutokumwamini Mungu. Nasimama kinyume na kila roho ya kumpinga Kristo. Nasimama kinyume na kila maneno ya laana, maneno ya mikosi, maneno ya balaa, maneno ya matatizo. Nasimama kinyume na kila majini, kila maroani, kila majini makata, kila majini subiani, kila majini zumaridi, kila majini yasiyofaa, majini yote majabali. Nasimama kinyume kwa jina la Yesu Kristo. Toka ndani ya nyumba zetu, toka ndani ya malango yetu, toka ndani ya miji yetu, toka kwa jina la Yesu, 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 toka nguvu za giza, toka roho za kuzimu, toka roho za uharibifu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu Kristo. Rakamanda kabadi. Nyosha mikono yako, pokea baraka kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubarikie na kukuongoza. Mungu akalinde hatua zako na kukupa amani. Mungu akawe mfariji wako kwenye nyakati zote na vipindi vyote. Mungu akakuonyeshe upendo wake, akakufunike na mbawa zake. Chini ya mbawa zake ukapate kimbilio kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Hii sadaka ni kuweka wakfu lango letu la mwaka. Kuweka wakfu miezi yote 12. Kuweka wakfu siku zote 365. Kuweka wakfu vipindi vyote kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, tumenyanyua sadaka zetu, tunaleta mbele zako. Na nyunyiza damu ya Yesu Kristo ndani ya hizi sadaka zote, juu ya hizi sadaka zote. Baba, ninaomba ukazipokee sadaka zetu, ukazitakabari. Mungu, ninaomba ukapokee sadaka zetu kwenye moyo wako. Mungu, ninaomba ukasikie maombi yanayonenwa nyuma ya hizi sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ukatujibu, ukatuweke salama ndani ya mwaka huu. Ukatuweke salama ndani ya miezi hii. Ukatuweke salama ndani ya majuma haya. Ukatuweke salama ndani ya siku hizi. Ukatuweke salama ndani ya sekunde hizi. Ukatuweke salama katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, kama hujaokoka, mtu wa Mungu, basi utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, usiku wa leo futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ninakupokea Bwana Yesu moyoni mwangu, niwe na wewe, nitembee kwenye miaka yangu yote, nitakapokuwa hapa duniani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, kwa kusema hivyo basi utakuwa umeokoka na utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869. Utatuma jina lako kwenye namba 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, utakapokuwa na changamoto yoyote, unahitaji maombi, unahitaji ushauri, unahitaji chochote, tupigie
kwenye namba 0716052202 au 0655108869. Mungu akubariki sana. Endelea kunyunyiza damu ya Yesu kila siku kwenye maisha yako na utakuwa salama na utapata ushindi kwa jina la Yesu. Amen.